Mamia ya abiria waliokuwa wakisafiri kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara na Ruvuma wamekwama kwa zaidi ya saa 10 katika eneo la Somanga wilayani Kilwa mkoani Lindi kufuatia daraja kukatika na kusababisha kukosekana kwa mawasiliano. Kufuatia hali hiyo, ripoti zinaeleza kwamba tayari hatua zimeanza kuchukuliwa na serikali kama anavyotueleza Muhammad Nyaulingo. Hii ndiyo barabara kuu inayounganisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara na Ruvuma. Lakini kwa hii leo barabara imekuwa kavu kabisa. Hakuna msongamano wa magari kama ilivyozoeleka, hususani mabasi ambayo yamekuwa yakifanya safari zake kwa ajili ya kwenda kwenye mikoa mbalimbali. Hii ni kutokana na daraja katika eneo la Somanga kukatika, ambapo wananchi abiria wameketi hapo tangu majira ya saa 2 usiku hapo jana. Hawajaweza kuvuka kwenda upande wowote kutokana na daraja hili kuathiriwa kwa kiasi kikubwa. Picha za video zinakuonyesha jitihada mbalimbali ambazo zinaendelea kufanywa na serikali kupitia TANROADS, ambapo sasa tayari karavati zimekwisha wekwa, lakini vile vile mawe nayo yamekwisha anza kusogezwa hapa kwa ajili ya kuhakikisha basi yanapangwa na kisha kuwawezesha wananchi kuvuka katika eneo hili. Hali si shwari, na maji ambayo yamefanya daraja hili kubomoka si mvua ambazo zimenyesha hapa Lindi, ni mvua ambazo zimenyesha kwenye maeneo mengine, mathalani katika maeneo ya Masasi na mkoa wa Ruvuma, kwa sababu Lindi ni bondeni. Kwa hivyo maji yanatafuta sehemu ya kukimbilia na yanaona ni Lindi ambako yanakwenda sasa baharini, lakini ndiyo madhara yenyewe ambayo yamejitokeza. Hawa ni baadhi tu ya abiria ambao wamekwama hapa tangu majira ya saa 2 usiku hapo jana. Kwa kweli ni changamoto. Kwa kweli hii kali imetugharimu na nimeshaingiza hasara. Na sasa biashara nategemea kwenda na muda ili tajiri apate faida na sisi tupate faida kwenda na muda wetu tunotembea. Leo limebomoka, kipindi nahisi labda palikuwa kuna gari yote ambayo inapita. At least je, kama ingekuwa gari ndio inakatanisha eneo lile, ina maana maafa angekuwa makubwa sana. Na kama ile tatizo lingekuwa labda limetokea saa 8 saa 9 ingekuwaje? Ila kushukuru Mwenyezi Mungu tatizo limetokea mapema. Kwa hiyo kwa kifupi, serikali ijaribu kuangalia upande wengine. Wasitengeneze kitu cha kusema labda kisaidia miaka 2 au 3. Melala kama hivi chini, tunahangaika vitu, tutapata wapi msaada wa kufika nyumbani kwetu? Basi tupo tu tunatanga tu hapa, vyakula bei ghali, mazingira yenyewe magumu. Basi tupo tu hapa. Haya ni machache kati ya mengi yanayoendelea hapa, lakini kwa mujibu wa mamlaka bado wanaendelea kufanya jitihada mbalimbali kuhakikisha basi mpaka hapo baadaye wananchi waweze kuvuka katika eneo hili na kuendelea na safari zao, ambao kwa sasa wako tu hapa hawana chochote cha kufanya. Hayo yote yatawezekana, tutaendelea kukujuza kinaga ubaga nini hasa mustakabali wa wananchi hawa. Muhammad Nyaulingo, Azam News, Lindi.